Toka kaunti nambari 1 tuelekee kaunti nambari 17 kwake Michael Mutinda ambaye anatufahamisha kwamba kiangazi kinachoendelea kaunti ya Makueni kimeathiri pakubwa elimu ya wanafunzi wa shule za chekechea, ambapo serikali ya kaunti sasa imeanza kuwapa watoto uji ili waweze kuendelea na masomo yao. Mpango wa kuwapa watoto wa shule za chekechea uji wenye virutubisho umeanzishwa kwenye wadi ya Kee, kaunti ya Makueni, mojawapo ya wadi zilizoathiriwa na kiangazi. Leo tumezindua mpango wa school feeding program katika our county, the 30 wards, na tumeanza leo ka ward yetu ya Kee, ambao Mheshimiwa Manzu alikuwa ametega 1.5 million kuanzisha hii program ya school feeding na tumeanza na uji. Watoto wa shule za Kee za ECD zikiwa 28 wata benefit out of this program. Wote ni karibu 800 na watakuwa wanakunywa uji kuanzia Monday mpaka Friday. Mpango huu utakaogharimu shilingi 1.5 milioni kwenye wadi hii utapiga jeki pakubwa wazazi ambao kando na hali za kiuchumi kuwagandamiza hawakuvuna chochote kutoka mashambani. Watoto wengi hawakuwa wanaenda shule, kulikuwa na ukosefu wa chakula. Lakini saa hii tumepata chakula, watoto wengi watakuwa wanaenda shule. Tuliona ni vizuri kutenga hiyo pesa ndio iwe kama mwamsho kwa wale viongozi wengine wale wanafaa kusimamia ulishaji wa watoto wakitoka chekechea mpaka kwenda hadi form 4. Ndio at least tuongezee idadi ya watoto mashuleni na tuongezee hali ya watoto kuwa wanaweza soma wakiwa kwa hali mzuri. Tuko na watoto 39,000 katika kaunti yetu ya Makueni ambao ni wa ECD. Ningeomba waheshimiwa wale wengine wainge hii mfano so that we launch or we initiate the same programs katika every ward within the 30 of them. The 29 of them which are remaining. Ukosefu wa chakula chenye virutubisho ambavyo vinastahili ni tatizo kubwa miongoni mwa watoto wengi kote ulimwenguni, huku asilimia 45 ya vifo vya watoto walio chini ya miaka 5 vikisababishwa na watoto hawa kukosa chakula vilivyo. Michael Mutinda, runinga ya Citizen, Makueni. Tuelekee kaunti namba 29.